Siku moja baada ya kudaiwa kuchimba mashimo uani kwake akisema ni makaburi, mwanaume mmoja mkazi wa Kibosho Mashariki wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro anadaiwa kumuua mke wake kwa kumnyonga na shuka hadi kufariki dunia. Marehemu ni Neema Tanaeli Mbise mwenye umri wa miaka 24, huku mtuhumiwa akiwa mume wake Elias Gregory Malia maarufu kwa jina la Riziki mwenye umri wa miaka 27. Akithibitisha kutokea kwa mauaji hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa ana changamoto ya afya ya akili na siku chache zilizopita alikuwa ameruhusiwa kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa Mawenzi Julai 31 mwaka 2026. Kamanda Maigwa ameeleza kuwa mtuhumiwa tayari anashikiliwa na jeshi la polisi na uchunguzi utakapokamilika atafikishwa mahakamani. Lakini kinachozua maswali ni matukio yaliyotangulia kabla ya mauaji hayo. Wanafamilia wanasema Agosti 4, siku moja kabla ya tukio, Elias alichimba mashimo kadhaa uani kwake akidai ni makaburi ya watu aliokuwa amepanga kuwazika. Dada wa mtuhumiwa Epifania Malia amesema kaka yake alipochimba mashimo hayo alidai kuwa yalikuwa ya kuzika mama yao, dada yake na watoto wake wawili bila. Alichimba makaburi akasema moja la mama, moja la kwangu, akasema lingine mawili atakuwa ya mtoto wake. Ilivyotokea leo asubuhi tukawa tumeamka vizuri, anaongea vizuri na mke wake akawa amemwandalia chai, akawa anamwandalia chakula cha mchana. Alivyomwandalia chakula chake cha mchana, akawa amemwita tukiwa hapo jikoni mimi na mama na wifi mwenyewe. Akawa amemwita wifi yangu akamwambia anahitaji kwenda kufanya mazungumzo ndani. Baada ya kumfikisha ndani, akaongeza sauti ya redio kwa tukujua kinachoendelea. Baada ya hapo ndo mama akaingia ndani, alikuwa anaenda kubadilisha nguo, akakuta mwili umelala chini. Alipomkuta yule dada amelala chini, akawa anamtikisa anamuita jina lake, anamuita. Yule dada wa watu akawa amesema ya kwamba yule dada akawa haitiki. Mama akasema basi ameshaua. Ndo mama akatoka nje anapiga kelele na mimi nikaingia ndani kushuhudia tukio. Kumbe ni kweli yule dada watu ameshafariki. Hata hivyo, ndugu mwingine wa familia Justin Raphael amesema mtuhumiwa aliwahi pia kutaja kuwa moja ya mashimo hayo lilikuwa limetengwa kwa ajili ya mke wake. Yeye amechimba makaburi mawili, anasema la mke wake na la mama yake. Hajatoa hadi yote kufanya mauaji. Na makaburi bado yako mpaka sasa hivi? Yako pale. Yamefukiwa tu kidogo ndio. Lakini juzi baada ya siku kama 3 hivi akasema kwamba ninaenda, nataka nimuue mke wangu, mama yangu na mtoto wangu. Baada ya kusema hivyo, akapewa dawa zilikuwa zimeisha, maana akaenda akachukua dawa Mawenzi, akaja akampa dawa akatulia. Juzi kwa mkia jana ndo ameenda kuchimba kaburi. Akasema achimba kaburi la mama yangu na mtoto wangu. Alipochimba ile kaburi ndo mamake akaleta dawa, alipompa dawa tu akatulia, hakukaa na wasiwasi tena. Mwenyekiti wa kijiji cha Singa Raphael Malia amesema hakupata taarifa mapema kuhusiana na mashimo hayo. Anasema kama angefahamishwa mapema, viongozi wa kijiji na ukoo wangeweza kuchukua hatua za kuzuia tukio hilo. Lile kaburi alipochimba, kwa kweli sikuletewa habari, nikiwa vile mwenyekiti wa ukoo wa Malia, mama yake hakunipa habari yoyote. Leo hii ndio maana nikashangaa nilipofika hapa, kweli nikamuona kuna kaburi kwenye kando ya kaburi la baba yake. Hapo kwa kweli na mimi nasikitika, kwa sababu mama kama angenipa habari mapema ningechukua hatua za mapema, na sio ajabu hii tokeo lilotokea lisingetokea. Mama mzazi wa mtuhumiwa Angelina Malia amesema kabla ya tukio familia ilikuwa nyumbani kwa utulivu, huku Neema akimwandalia mumewe chai na chakula cha mchana. Baadaye Elias alimuita mkewe ndani ya nyumba kwa mazungumzo na kuongeza sauti ya redio. Hatua hiyo iliwafanya waliokuwa nje wasisikie kilichokuwa kinaendelea. Dakika chache baadaye Angelina alipofungua mlango alimkuta Neema akiwa amelala chini bila kuonyesha dalili za uhai. Nikamwambia mama, mbona kwa hapa chini? Aongei. Toto kuja kuangalia pale chini, kumshika mtoa aongei tena wala ajikusi. Ndio tukatoka nje tukaanza kulia, ndio watu wakaanza kuja. Sasa majirani wakati kimbilia hapa, sisi tulitoka nje tukalia,
Baada ya kumuita kuitikia, watu kuja kusema hata tunani tutoe, kwa sababu alikuwa anashika kwa shingoni. Akasema ngoja tumtoe hii shuka, utakuta lauda hewa imembana. Wakatoa ile shuka kule shingoni, wakasema hapana. Ndio hata wale watu waliingia kule ndani, ndio walianza kulia, wakasema huyu ameshakufa. Hiyo alichimba hapo. Baada ya kuchimba hapo, hajui kitu anachokifanya, akachimba. Baada ya kuchimba, akamwambia bwana, amechimba hapo. Kaniambia nimechimba hapo, ili mmoja nimechimba ni kaburi lako mama, na ile mmoja ni la Neema, na ile mmoja pale ni la Nancy, ambaye ni Nancy ni kaka yake. Alikuwa ni kijana yupo vizuri hapa kijijini, na hilo tatizo lilimtokea baada ya muda mrefu, na akawa amepona, akawa yupo vizuri. Ghafla tu lilimtokea, na ndo akawaishwa hospitali ya Mawenzi, na baada ya hapo akaendelea vizuri na akaruhusiwa, akapatiwa matibabu na akaruhusiwa. Baada ya kuruhusiwa mnamo siku ya Ijumaa, sikujua tena sasa hapo kilichoendelea, kwa sababu mimi nilisafiri, nilikuwa sipo hapa kijijini. Familia imeeleza kuwa Elias alikuwa akipambana na changamoto ya afya ya akili kwa muda mrefu na alikuwa akitumia dawa alizopewa baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali ya Mawenzi. Kwa mujibu wa dada yake Epifania Malia, wakati mwingine dawa zilimsaidia kutulia, lakini hali yake ilibadilika na kuanza kuzungumza mambo yasiyoeleweka. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, huku mtuhumiwa akiwa chini ya ulinzi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa zaidi. Mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital Kilimanjaro.